msingi, lakini uliona umuhimu na katika kipindi chako ukatoa fedha hizi, na kuna mengi ambayo Mheshimiwa Rais umeyafanya. Sasa nije katika mabadiliko ya sera hii ambayo tunaizindua siku hii ya leo. Mheshimiwa Rais, katika taifa letu kabla ya uhuru tulianza kuwa na sheria ya ardhi ya mwaka 1923. Mheshimiwa Rais, sheria ile ilitungwa na mkoloni Muingereza, na sheria ile tulienda nayo mpaka mwaka 1967 ambapo tulikuja na azimio la Arusha. Mheshimiwa Rais, baada ya azimio lile la Arusha, sheria nyingine iliyotungwa kuendana na masuala ya ardhi ilikuwa ni sheria ya vijiji na vijiji vya ujamaa mwaka 1975, na baada ya pale hakukuwa tena na sheria nyingine yoyote iliyokuwa imetungwa, na ikazua migogoro mingi sana ya ardhi. Mheshimiwa Rais, na hatukukuwa na sera yoyote ya ardhi katika taifa letu hata mara baada ya sisi kupata uhuru. Serikali ya awamu ya pili chini ya hayati Ali Hassan Mwinyi iliona changamoto zilizokuwa zinatokea katika masuala mazima ya ardhi, na Mheshimiwa Rais Mwinyi aliunda tume iliyoongozwa na Profesa Shivji mwaka 1992 kuweza kufanya mapitio na uchunguzi mbalimbali katika masuala ya ardhi katika taifa letu. Mheshimiwa Rais, baada ya timu ya Shivji kumaliza kazi yake, ndipo tukapata sera ya kwanza ya ardhi baada ya uhuru wa nchi yetu, sera hiyo ya mwaka 1995. Na baada ya sera ile kuzinduliwa mwaka 1995, Mheshimiwa Rais, hatukukuwa na sheria nyingine yoyote ya ardhi. Sheria za ardhi zilikuja kutungwa mwaka 1999 ambapo tulikuwa tuna sheria mbili, sheria namba 4 ya miji na sheria namba 5 kwa ajili ya vijijini. Baada ya pale Mheshimiwa Rais, tukawa na utekelezaji wa sera ile na sheria zile, lakini kukawa kuna changamoto mbalimbali ambazo zinajitokeza mara kwa mara. Mheshimiwa Rais, ikiwemo moja hapa hata msanii Mrisho Mpoto ameionyesha vizuri sana. Ilikuwa katika sera yetu ya ardhi. Mheshimiwa Rais, inasema kwamba ardhi itamilikishwa kwa mwanamke kwa kuzingatia mila na desturi zetu. Katika mapitio ambayo tumeenda kuyafanya Mheshimiwa Rais, kwa maelekezo yako wewe, ni kwenda kuangalia maeneo mbalimbali ambayo leo hii kwa dunia ya sasa hayako practical tena, na kwenda kuongeza mengine ambayo Mheshimiwa Rais yanaenda kwenye uhalisia zaidi kama masuala ya kidijitali katika sera ya sasa. Kukawa kuna majaribio mbalimbali Mheshimiwa Rais ya kuweza kuboresha sera hii ya ardhi. Attempt ya kwanza Mheshimiwa Rais ilifanyika mwaka 2010, lakini mchakato ule hakuweza kufikia mwisho. Lakini mwaka 2015 tena Mheshimiwa Rais, mchakato ule wa mapitio ya sera hii ya ardhi ulianza tena, lakini nao haukuweza kukamilika. Lakini katika serikali yako wewe Mheshimiwa Rais, ulipoingia madarakani, ulitoa maelekezo mahususi kwa Wizara ya Ardhi kuweza kufanya mapitio ya sera yetu ya ardhi na kuweza kuifanya iwe ni sera inayoendana na nyakati za sasa. Baada ya kutoa maelekezo yale, wataalamu walishirikisha wadau mbalimbali wakiwemo jumuiya za watumiaji ardhi, wakulima na wafugaji, wafanyakazi katika mashamba, ilihusisha watu wafanyabiashara, wawekezaji, taasisi za kidini na wadau mbalimbali katika jamii yetu kuweza kutoa maoni yao ya nini kiweze kufanyika katika maboresho ya sera yetu hii ya ardhi ambayo leo Mheshimiwa Rais unaizindua. Baada ya pale ndipo Mheshimiwa Rais sera hii ikakamilika na kupitia kwa wadau wote ikapita katika bunge letu, na leo nafurahi kusema hapa Mheshimiwa Rais, tunayo kamati nzima ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya ardhi, maliasili na utalii, na ningeomba kabla sijaendelea nao wasimame Mheshimiwa Rais uweze kuona wajumbe wote wa kamati hii. Nayo sera hii ilipita kwenye kamati hii Mheshimiwa Rais, na wao walipoipitisha wakatoa maoni yao. Sera hii bado ikaenda vile vile kwa wabunge wote wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nao wakatoa maoni yao juu ya sera hii, na kisha ndio tukaja na mkakati wa namna gani tunaweza tukaizindua, na leo siku hiyo imefika Mheshimiwa Rais katika kuzindua sera hii. Kwa hiyo watu wataona ni namna gani sera hii inaakisi maono yako wewe Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na maelekezo yako uliyoyatoa mpaka kufikia siku hii ya leo katika uzinduzi wa sera hii, na unastahili pongezi kubwa sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, Mwenyezi Mungu ametubariki kuwa na nchi nzuri sana yenye ukubwa za kilomita za mraba zaidi ya 946,303, na katika kilomita hizi za mraba Mheshimiwa Rais kuna rasilimali nyingi ikiwemo milima, madini,
mbuga zetu za wanyama, bahari, gesi, mafuta, lakini vyote hivi Mheshimiwa Rais vipo vimekaa katika ardhi. Kwa hiyo inaonyesha namna gani ardhi ni kiungo muhimu katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu, na kuwa na sera ambayo inaendana na wakati ni kuhakikisha vile vile tunatumia rasilimali hizi tulizonazo vizuri katika taifa letu. Mheshimiwa Rais, umekuwa ukituuliza mara kwa mara kwamba je, ardhi iliyopo kwa sasa inajitosheleza kwa vizazi vijavyo? Mwaka 1961 wakati tunapata uhuru tulikuwa Watanzania milioni 9 tu. Lakini Mheshimiwa Rais, katika sensa ya kwanza kabisa kufanyika katika taifa letu ya mwaka 1967 tulikuwa Watanzania milioni 12. Mipaka yetu, ardhi yetu ni ile ile. Na leo hii kwa sensa iliyofanyika mwaka 2022 tuko Watanzania takriban, ilikuwa kipindi kile milioni 64. Na makadirio ya sasa kwa NBS Mheshimiwa Rais ni kama tuko milioni 68. Hivyo kuna ulazima mkubwa sana Mheshimiwa Rais wa kuhakikisha tunaipima nchi yetu, tunaipanga na kutambua kila kipande cha ardhi katika nchi yetu, ili na vizazi vijavyo navyo viweze kuja kukuta ardhi ambayo na sisi tuliirithi kutoka kwa babu zetu. Mheshimiwa Rais, umekuwa ukilitolea maelekezo hili mara kwa mara la kuhakikisha kwamba tunaipima na kuipanga nchi yetu. Tumekuwa tuna ukuaji wa miji wa kasi kubwa sana. Zamani Mheshimiwa Rais, ilikuwa imezoeleka mji unaokuwa kwa kasi sana ni jiji la Dar es Salaam. Lakini hivi sasa tumeona katika miaka 10 hii iliyopita miji kama au mikoa kama Katavi kuna ongezeko la watu karibia zaidi ya 104% katika mkoa wa Katavi. Kwa watani wangu kule Wasukuma Geita kuna ongezeko la zaidi ya 71% la watu katika mji ule. Mkoa wa Pwani kule kwa kakangu Kunenge Mheshimiwa Rais, nako kuna ongezeko la zaidi ya 85% ya watu katika miaka hii 10 ambayo imepita. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kuhakikisha tuna sera ya ardhi inayoendana na wakati wa sasa, lakini vile vile tunaenda kutekeleza mipango mbalimbali katika sekta yetu hii ya ardhi. Mheshimiwa Rais, umeshawahi kutuagiza na kutueleza ya kwamba kuipima na kuipanga nchi yetu si jambo la hiari tena, bali ni jambo la lazima. Na sisi tunakwenda kufanya hivyo kama tulivyokuonyesha nje katika mipango yetu ya wizara, kuhakikisha kwamba nchi yetu ifikapo mwaka 2030 inakuwa imepimwa yote, imepangwa yote, na tutakuwa tumetambua kila kipande cha ardhi. Ardhi ipi ni ya akiba, ardhi ipi ni ya serikali, ardhi ipi ni ya wananchi, na kadhalika na kadhalika. Mheshimiwa Rais, hapa tumeandaa leo documentary ambayo ni kama ya dakika 11. Ningeomba sasa documentary hii tuweze kuitazama wote ili kuona ni mafanikio yapi na ni nini kimefanyika mpaka kufikia siku hii ya leo katika kuzindua siku hii ya sera ya ardhi. Watanzania wenzangu, kwa kipindi cha takriban miaka 30 ya utekelezaji wa sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imeendelea kutekeleza majukumu mbalimbali katika maeneo ya upangaji, upimaji, utawala wa ardhi, uthamini, usimamizi wa sekta ya milki na nyumba na utatuzi wa migogoro. Historia inaonyesha kuwa mfumo wa umilikaji umepitia mabadiliko kadhaa kuanzia kabla ya ukoloni, wakati wa ukoloni na baada ya kupata uhuru. Wakati wa Ujerumani walianzisha mfumo wa kumiliki ardhi ambapo ardhi ilikuwa chini ya dhibiti wa gavana, na yeye ndiye alikuwa na mamlaka ya kutoa haki za kumiliki kwa wananchi. Baadaye waliingia Waingereza ambao nao walirithi mfumo wa kumiliki ardhi wa Ujerumani, ambao pia walikuwa wameanzisha mfumo huru, mfumo wa kumiliki ardhi ambao hauna ukomo. Lakini Waingereza walipokuja, pamoja na kuendelea na mfumo usiokuwa na ukomo, pia walitambua haki za wenyeji za kumiliki ardhi katika kipindi hicho. Itakumbukwa kwamba mwaka 1961 wakati taifa letu linapata uhuru, tulikuwa takribani Watanzania milioni 9. Lakini mipaka yetu ambayo tulipata nayo uhuru ni ile ile. Kwa maana yake ardhi tulionayo ni ile ile ambayo leo hii mwaka 2025, ambapo kwa sensa ya mwaka 2022 tuko Watanzania zaidi ya milioni 64. Kwa hiyo utaona ni namna gani ambapo ardhi yetu ina uhitaji mkubwa na watu wanazidi kuongezeka, lakini ardhi yetu haiongezeki. Sasa
Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutambua hili alituelekeza kufanya mapitio ya sera ya ardhi ya mwaka 1995 na kuweza kuangalia ni namna gani bora tutaweka utawala wa ardhi ambao utakuwa una mpangilio. Unapoitaja sera hii ya taifa ya ardhi, huwezi kuliweka kando kundi la watumishi waliowahi kuhudumu katika sekta ya ardhi nchini, lakini pia kundi la vijana linalotajwa kuwa ndio taifa la leo na la baadaye. Chimbuko la sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 kulikuwa na migogoro mingi nchini. Ikafika mahali Mheshimiwa Rais wa awamu ya pili, Mheshimiwa Rais Ali Hassan Mwinyi akawa ameunda tume au wanaita Land Commission. Baada ya kazi hiyo ya tume ilibainisha matatizo, changamoto nyingi sana na mapendekezo ya namna ya kufanya, na moja lililopendekezwa ni kuwa na sera ya taifa ya ardhi. Imekuwa ni tajamala upendeleo kwamba sera mpya ya ardhi inakwenda kuzinduliwa, na hii ni fursa kwa vijana, na ndio kusema tunashukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kulizingatia hili na kuondoa kero kwa wananchi. Sera hii, sera mpya ambayo tunataka kuzindua sasa hivi, mimi nina imani kwa kiwango kikubwa itamaliza au itapunguza sana migogoro, kwa sababu serikali imejizatiti kabisa kuhakikisha kabisa kwamba migogoro baina ya wakulima na wafugaji inakwisha. Mbali ya mafanikio katika utekelezaji wa malengo ya sera, sekta ya ardhi imepata mafanikio mbalimbali ya jumla katika matumizi ya tehama. Mifumo kusomana ya serikali na hasa mifumo ya mapato. Sasa kila kitu kinaenda kidijitali na mifumo inasomana. Tumeenda kuhakikisha kwamba tehama ni sehemu kubwa ya utawala wa ardhi. Mmeona namna sasa hati zinatoka kidijitali, mmeona namna mfumo wa ardhi unavyosomana na NIDA, unavyosomana na TRA na unavyosomana na wenzetu wa BRELA. Haya yote ni maelekezo yake Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na uzinduzi wa sera hii ni katika kuona maono yale ya rais wetu yanatimia. Pia mafanikio yamepatikana katika utatuzi wa migogoro ya ardhi kiutawala na utoaji huduma kwa wananchi kupitia uendeshaji wa kliniki za ardhi katika maeneo mbalimbali ya mikoa yote nchini. Kupitia kliniki hizo, takribani wananchi 41,508 walisikilizwa na kupatiwa huduma, ambapo migogoro 8,432 ilitatuliwa na jumla ya hati miliki 20,426 zimetolewa. Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake mwenyewe Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 49 ambazo fedha hizi zilikuwa kwenye mradi wa LTIP. Tumepata vitendea kazi vya upimaji, tumepata vitendea kazi vya usafiri, tumepata vitendea kazi vya maofisini na mambo kadha wa kadha, lakini vile vile tumeenda kupima vijiji vyetu katika nchi yetu hii ya Tanzania. Ikumbukwe mpaka anapoingia madarakani Daktari Samia Suluhu Hassan tulikuwa tumepima vijiji 4,000 tu katika nchi yetu yenye vijiji zaidi ya 12,000. Lakini katika kipindi kifupi cha Daktari Samia Suluhu Hassan tunakwenda kupima zaidi ya vijiji 2,000 katika taifa letu. Katika kuhakikisha tunaboresha miundombinu ya upimaji na ramani, Mheshimiwa Rais ametuletea mradi ambao una thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 65, mradi wa LDI, ambapo mradi huu unakwenda sasa kuhakikisha tunaiangalia nchi yetu yote, tunaiskani kwa kidijitali, ambapo ramani zote zitakuwa ni za kidijitali. Kwa hiyo itasaidia katika upangaji wetu wa nchi yetu. Mtu wa mamlaka ya maji ataangalia ramani ambayo ni moja, mtu wa barabara ataangalia ramani ambayo ni moja, mtu ambaye anataka kuchimba mtaro wa kupitisha nyaya za umeme au nguzo au nini atatumia ramani moja. Serikali inatekeleza miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi, reli ya kisasa yani SGR na bwawa la Mwalimu Nyerere. Katika miradi yetu mikubwa tulionayo ikiwemo bwawa la Mwalimu Nyerere, SGR na bomba la mafuta, wathamini walifanya kazi hiyo na kutayarisha majedwali ambayo yalitumika kulipa fidia. Fidia hiyo ililipwa kwa wakati na miradi hiyo kuanza. Tunapopata umeme kutoka katika bwawa la Mwalimu Nyerere tunafurahia kazi kubwa iliyofanywa na wathamini, na pale tunapoipanda SGR tunakuwa na amani kwamba wananchi waliokuwa na mali katika maeneo hayo walilipwa fidia yao kwa wakati. Pamoja na ushiriki katika mradi wa kimkakati, wizara imeshiriki katika shughuli mbalimbali za kitaifa
hususan katika upangaji, upimaji na umilikishaji ardhi kwa wakazi mbadala 269 ya waathirika wa maporomoko ya udongo yaliyotokea mkoani Manyara katika eneo la Hanang, na makazi mbadala ya wananchi wanaohama kwa hiari katika wilaya ya Ngorongoro na kwenda Msomera, wilaya ya Handeni, ambapo makazi 5,570 na mashamba 8,251 yamepangwa na kupimwa. Serikali imejitahidi kadri urefu wa takriban kilomita 4,700 ambapo kilomita 1,459 ni nchi kavu na kilomita 3,290 ni katika maji. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi inalo jukumu la uimarishaji wa mipaka ya kimataifa kati ya Tanzania na nchi jirani. Zoezi la uimarishaji mpaka hujumuisha wataalamu. Zoezi hili linafanyika baada ya kuainisha alama za mipaka zinazohitajika ili ziweze kuimarishwa. Na uimarishaji huu unafanyika kwa kuzingatia uwekaji wa alama kutoka alama moja kwenda nyingine. Ili kudhibiti ukuaji usiofuata taratibu za mipango miji, wizara imechukua hatua ya kutambua na kuyatangaza maeneo ya miji yanayokuwa kwa kasi na kuyapanga. Jumla ya maeneo 1,005 yametangazwa na maeneo mengine 1,065 yaliyoiva kimji yameainishwa. Katika sera taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 imesisitiza kuendelea kuwa na miji endelevu katika nchi yetu, lakini kuboresha makazi ya wananchi katika nchi yetu. Wizara kupitia Shirika la Nyumba la Taifa NHC imeendelea kujenga nyumba za makazi ili kukidhi mahitaji ya makazi bora ya wananchi kupitia miradi mbalimbali ikiwemo ile ya mradi wa Morocco Square uliokamilika kwa 100% na mradi wa Kawe 711 unaoendelea na ujenzi. Pia shirika linaendelea na utekelezaji wa mradi wa Samia Housing Scheme unaotarajiwa kugharimu takriban shilingi bilioni 466 ukiwa na lengo la kujenga nyumba 5,000 kwa awamu katika mikoa mbalimbali nchini. Malengo mahususi ya Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995 toleo la 2023 ni kuimarisha mfumo wa umilikaji na uendeshaji ardhi ili kuwezesha raia wote kuwa na haki sawa ya kupata ardhi na kulinda ardhi ya serikali. Tunapoongelea kuhusu umiliki wa ardhi Tanzania, sera ya mwaka 1995 ilitoa haki sawa ya umiliki wa ardhi kwa mwanamke na mwanaume. Hata hivyo, inapokuja suala la urithi, ile sera ya mwaka 1995 iliweka kipengele cha mila na desturi kuzingatiwa katika swala zima la urithi, hasa ikimbagua mwanamke katika swala hilo la urithi. Lakini katika maboresho ya sera, kwa maana hii sera mpya, swala la mila na desturi limeondolewa. Hii ina maana ya kwamba wanawake na wanaume katika umiliki wa ardhi wote wako sawa, lakini hata pia katika swala zima la urithi wote wapo sawa. Tumejiwekea mikakati kadha wa kadha ya kuhakikisha tunaenda kutekeleza sera hii na kutoa elimu kwa jamii ambayo inatuzunguka. Lakini nisichukue muda mrefu kuanza kuelezea hayo. Naomba Mheshimiwa Rais uridhie tuweze kukupatia tuzo kwa haya yote niliyoyasema ambayo umetufanyia sisi Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi katika kipindi chako cha uongozi. Tunaomba sisi kuonyesha tunathamini yale yote ambayo umetufanyia na fedha zote ambazo umetupatia, basi tukukabidhi tuzo hii siku hii ya leo.